tutegemee pia kuona maamuzi mengi ambayo yanaenda against na Simba, kwa sababu mimi mara nyingi huwa nikisema vitu mimi nakuwa tayari nimeshavichunguza na ninaamini vinaweza vikatokea kwa asilimia kubwa. Kwa hivyo Simba wanabidi wawe makini sana. Hii mechi watafanywa vimbwanga vingi. Hii ya kupelekwa kule ni miongoni mwa hiyo opportunity, kwa sababu wamesha review wao wakaona Simba Sports Club wanapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa magoli mawili kuendelea yanapatikana. Sio, unaelewa? Kwa hiyo wakaona sasa kumpunguza nguvu ni namna gani, ni kuhakikisha kwanza tunamtoa kwenye dimba lake la kujidai, tunampeleka kwenye dimba ambalo si sehemu yake ya kujidai. Na kama Simba angecheza katika dimba la Benjamin Mkapa, of course tayari angekuwa na mabao mawili kabla ya tarehe 25. Na hawa RS Berkane wamekuwa wanadekezwa sana. Nafikiri hata kwenye ile skendo yao baina yao na USM Alger, mechi yao haikuchezwa by the way. Walikuwa awarded mabao matatu. Mechi ya kwanza iliahirishwa, mechi ya pili wakapewa faida hawa RS Berkane ya mabao 3-0 dhidi ya USM Alger katika nusu finali ya msimu uliopita. Nafikiri watu wanafuatilia wanajua, na kuweza kutinga finali kirahisi bila kucheza. Kwa hiyo ni kwa sababu pia ya unajua tena mmiliki wa RS Berkane ana cheo pale CAF, ni makamu wa rais wa CAF. Sasa automatically kuna zile namna fulani za udodesho na ubebi na nini unafanyika, jambo ambalo si taratibu za mpira. Bwana mtazamaji wa Simba Fans TV, tuko naye Heavyweight Dulla. Kubwa zaidi ni kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii mara baada ya kuzungumzwa kwamba mchezo wa finali ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa nyumbani kuhamishwa kutoka Benjamin Mkapa kuelekea katika dimba la New Amani Complex. Kwanza Heavyweight, mambo ni aje? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo anasemaje? Vizuri. Niko vizuri. Mambo yanakwenda lakini hivyo tu ndugu yangu, mambo yanakwenda. Poa baba. Tafanyaje? Tunasubiri tu finali yenyewe tuone. Japokuwa ishaanza na mauzauza, lakini acha tuangalie mwisho wake. Binafsi taarifa hii ambayo inaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii, umepokea kwa namna gani? Ni taarifa ambayo ina mkanganyiko by the way, kwa sababu shirikisho la mpira wa miguu la Afrika CAF limetoa taarifa kwenda kwa TFF kwamba mechi itachezwa katika dimba la Amani Stadium. Lakini kinachotia mashaka au mgagaziko zaidi ni kwamba wenyeji ambao ndo RS Berkane katika mchezo wa kwanza wamepata taarifa ya mechi ya pili wapi itachezwa siku moja before taarifa kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu CAF. Sasa tafsiri ya haraka tayari kuna viashiria fulani vya ulainishaji hapo. Kuna figisu, umeelewa? Na kwa nini wao waweze kupewa taarifa mapema? Ilhal team kama Simba ndio litakuwa ipate taarifa, kwa sababu yenyewe ndio ndio mhusika na ndio inahusiana na mambo ya uratibu wa mechi, uuzwaji wa tiketi na vitu kama hivyo. Sababu utakuwa unaendelea kuuza tiketi 60,000 kumbe mechi inachezwa katika dimba ambalo haliwezi kukidhi watu 60,000. Kwa haraka na hiyo ni mwanzo tu ndugu yangu. Unajua soka letu la Afrika, mimi soka la Afrika nalifuatilia sana. Huu ni mwanzo tu. Simba watakutana na vimbwanga vingi mno, sio, unanielewa? Na nimeshangazwa pia na appointment ya referee, unaelewa, huyo Pierre Acho huyo ni refa ambaye ana skendo za ovyo na ameshawahi kuharibu, ameshawahi kufanya blanda katika finali pia ya michuano ya Afrika, yani AFCON, mataifa ya Afrika mwaka 2024, lakini ile AFCON ilikuwa inajulikana kama AFCON ya mwaka 2023 kati ya Senegal pamoja na Ivory Coast. Ivory Coast ndo alikuwa host wa ile michuano. Nafikiri unakumbuka mechi imetai kwa bao 1-1. Alifanya mistakes nyingi, ikiwemo ilikuwa ni katika miongoni mwa mistakes ambazo nazikumbuka alizifanya ni pamoja na ile red card ambayo ilipaswa kumpa Sadio Mane lakini alipuuza. Lakini vile vile kuna penalty ambayo ilikuwa wapewe Senegal kwa sababu ya ile Ismaila Sarr kuweza kufanywa madhambi ndani ya penalty box, jambo ambalo hakufanya hivyo, likampelekea mpaka yule Crepin Diata kulalamika sana na kusema kuna viashiria vyote vya upangaji matokeo. Lakini vile vile alikuja kuawadi hawa Ivory Coast penalty dakika 10 kabla ya mchezo kumalizika, lakini baadaye ikaja kuonekana kwamba ile penalty haikustahili kuwepo kwa sababu tayari kulikuwa kuna offside kwenye build up. Alifanya blanda chungu mzima na baadaye taarifa ikaja kwamba refa yule alifungiwa na kuondoshwa kwenye listi ya waamuzi ambao watachezesha katika michuano ya AFCON, katika AFCON zinazokuja. Sasa referee kama huyo ambaye amefanya blanda na shangaa kuona naye anaaminiwa na kurudishwa tena kwenye kupangiwa tena kwenye mchezo wa finali dhidi ya vigogo wakubwa wa soka kama ilivyokuwa kwa
Senegal pamoja na Ivory Coast, wakati kasha prove kwamba ni referee ambaye hana uzoefu. Of course ameanza kuwa referee wa kulipwa mwaka 2023. Sasa tayari ana miaka miwili tu kwenye career yake, alafu ameshapewa majukumu makubwa kama haya. Kwa hiyo tutegemee pia kuona maamuzi mengi ambayo yanaenda against na Simba, kwa sababu mimi mara nyingi huwa nikisema vitu mimi nakuwa tayari nimeshavichunguza na ninaamini vinaweza vikatokea kwa asilimia kubwa. Kwa hivyo Simba wanabidi wawe makini sana. Hii mechi watafanywa vimbwanga vingi. Hii ya kupelekwa kule ni miongoni mwa hiyo opportunity, kwa sababu wamesha review wao wakaona Simba Sports Club wanapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa magoli 2 kuendelea yanapatikana. Sisi unanielewa? Kwa hiyo wakaona sasa kumpunguza nguvu ni namna gani, ni kuhakikisha kwanza tunamtoa kwenye dimba lake la kujidai, tunampeleka kwenye dimba ambalo si sehemu yake ya kujidai. Na kama Simba angecheza katika dimba la Benjamin Mkapa, of course tayari angekuwa na mabao 2 kabla ya tarehe 25. Sababu zipi hivi? Kwa sababu characters zinaonyesha hivyo. Unajua hawa RS Berkane wakiwa away wanakuwa ni wabovu vibaya mno. Usiangalie matokeo yao tu kwamba alishinda sijui dhidi ya Stade Malien, alishinda sijui dhidi ya Stellenbosch, sijui alitoa sare dhidi ya Lunda Sola. Pana. Angalia zile characters zao. Wanapokuwa nje manake wanakuwa na wastani mdogo zaidi wa umiliki wa mpira. Manake wastani wao umiliki wa mpira ni 41.6. Lakini katika mechi 5 za away ambazo wamecheza kwenye kombe la shirikisho, 3 kati ya hizo wamemiliki mpira chini ya 40, manake wanamiliki 30 kushuka chini. Lakini ukijaribu kufuatilia sasa Simba akikutana na timu zenye characters kama hizo, katika timu nyingi ambazo wamekutana nazo dhidi ya Waarabu hawa, dhidi ya Sfaxia alimiliki mpira kwa 79%, akamfunga Sfaxia mabao 2-1. Akacheza dhidi ya Constantine akamiliki mpira kwa 69%, akashinda mabao 2-0. Akacheza dhidi ya Al Masry akamiliki mpira kwa 73%, akashinda kwa mabao 2-0. Umeelewa? Kwa hiyo angekuja hapa RS Berkane, kwa sababu ana hiyo character ya kumiliki mpira kwa ndogo, ana defend muda mwingi wa mchezo kama ambavyo timu zingine za Waarabu zinafanya, angekuja hapa angemiliki mpira kwa wastani wa 35%. Simba angemiliki mpira kwa wastani wa 65%, angeweza kushinda mabao 2-0. Kwa hiyo wakaona hii sasa hizi characters sio nzuri. Lakini big chances ukijaribu kuangalia wanapokuwa away hawa RS Berkane hawatengenezi nafasi nyingi. Katika michezo 5 ya away wameweza kutengeneza nafasi 7 tu. Katika hizo nafasi 7 michezo 3 yote wametengeneza 0 big chance. 0 big chance. Na mchezo wao dhidi ya CS Constantine wa pili unaweza kusema kwa sababu walishinda 4, ndio, lakini timu kubwa inaonyesha mabavu kwenye sehemu yoyote. Kwa hiyo wanatengenezwa mazingira fulani ili waweze kunufaika fulani na hii michuano. Kwa hiyo Simba watakutana na hivyo vimbwanga. Ukiachana na referee na hili, tutegemee pia kuona mambo mengi sana yanatokea. Na hawa RS Berkane wamekuwa wanadekezwa sana. Nafikiri hata kwenye ile skendo yao baina yao na USM Alger, mechi yao haikuchezwa by the way. Walikuwa awarded mabao 3. Mechi ya kwanza iliahirishwa, mechi ya pili wakapewa faida hawa RS Berkane ya mabao 3-0 dhidi ya USM Alger katika nusu finali ya msimu uliopita. Nafikiri watu wanafuatilia wanajua, na kuweza kutinga finali kirahisi bila kucheza. Kwa hiyo ni kwa sababu pia ya unajua tena mmiliki wa RS Berkane ana cheo pale CAF, ni makamu wa rais wa CAF. Sasa automatically kuna zile namna fulani za udodesho na ubebi na nini unafanyika, jambo ambalo si taratibu za mpira.